Solid Ground Family. Hii ndani ya Bush Party. Solid Ground Family. Hii ndani ya Bush Party. Zamani walikuwa wanamuita Bisho, lakini uwezo wake wa kuandika na vitu kama hivyo umemfanya kukaa hapa kwenye game kwa muda wote. Jemo, silaha yako kwanza kubwa kwenye muziki wa Bongo Flava ni nini ambayo inakufanya usishuke misimu yote, na hata ukipewa kolabo mara nyingi unawaficha, sio wanakuficha? Nadhani ni kutambua kwamba muziki kwangu ulikuwa zaidi ya fani. Unajua, tumetoka kwenye zama ambazo watu walikuwa wanafanya kama fani, alafu sisi tukabadilisha hizo zama ikawa sasa sio fani, ni biashara. Kwa hiyo nadhani msanii kazi yake kubwa, hata mimi iwe somo kwao, yeye akiweza kujitambua yeye na anahitaji kufanya presentation ya aina gani, kwa sababu kila mwanamuziki ana target ya watu wake ambao wanavutiwa naye kwa aina ya message zake, sijui umeelewa. Kwa hiyo msanii, kitu cha kwanza silaha ni kuweza kujua, kwa sababu kwenye biashara lazima ujue kwamba bidhaa yako uitengenezeje na nani ambaye unaenda kumuuzia. Kwa hiyo imenisaidia Jmo kiasi kwamba hata kama nitakaa miaka miwili nitahitaji kuusoma huo mchezo kwenye miaka miwili ambao nilikuwa kimya, na nikirudi sitokurupuka. Unajua wasanii wa zama zangu sometime akiona washabiki wanaambia umekuwa kimya sana, anajikuta anataka atoe ngoma hata kama hakuwa tayari kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi nakuwa siko under pressure na mazingira kama hayo. Natoa wimbo kutokana na nafasi ambayo naona hii ni time nzuri, kama hivyo kuja hii project ya Danger ya Madii ambayo imekuja kufungua mpaka hizi show. Sasa hivi tuko Mwanza, kama hivi tour inaendelea. Niliona hiyo opportunity, kwa wengine waliona ngoja achukue mchele tu kwa Madii, lakini kwangu sikuona kwenye hiyo. Hii ni kitu kikubwa sana. Imeweza kututhaminisha tena, kwa sababu unajua kinapokuja kizuri kipya ni rahisi watu kuona kile cha zamani sio kizuri tena, lakini namna hii imeweza kuonyesha jinsi gani kile cha zamani kina ubora, tena ubora wa hali ya juu. Na advantage kubwa ambayo si tunayo, tumefanya muziki karibia miaka 26, let's say mimi miaka 26. Kwa hiyo nazungumzia kwamba sometime nakutana na kiongozi ananiambia labda wakati yeye yuko form 6 mimi ndo nilifanya huo muziki, umeelewa? Kwa hiyo imetusaidia leo, wale washabiki wetu ndo ambao wako kwenye nyadhifa tofauti na ndo wadau wakubwa. Kwa hiyo ni advantage kwetu kubwa. Tukirudi sasa kwenye nini ambacho nataka nikiseme kuhusu waandaaji, nataka niwape hongera kwenye hili, kwa sababu kama wengine wengi hawakuliamini hili, wao wameliamini. Hamna shujaa bora kama yule ambaye anabadilisha mtazamo wa wengi, umeelewa? Hili limeweza kubadilisha mtazamo wa wengi, na sisemi kwamba imekuwa bahati mbaya kwa wengine, lakini imekuwa sasa kama kuna giza upande mwingine, upande wetu umeng'aa sana. Tunatamani hata taa mbili zimulike upande mwingine pia. Kingine ambacho nimefurahia hiyo thamani ambayo watu wamepewa, kwa sababu ingewezekana wakaambiwa bwana budget haiko vizuri, na tungeridhia, kwa sababu kuanzia zamani tulifanya muziki kwa mapenzi. Mambo ya pesa yamekuja tu kwa bahati nzuri baadaye. Kwa hiyo tungeridhia na tungeweza kuja hata kwa basi, kwa tour basi, chochote, lakini wameonyesha jinsi gani kwamba hawa wana thamani kubwa. Ngoja tuwape thamani yao kama inavyotakiwa. Hiyo moja. Tukizungumzia hiyo mood ambayo nilikuwa nayo nikiwa kwenye ndege, kuweza kumuona mtu kama DJ Snox, nimekaa naye siti moja, tuna discuss vitu vingi. Hiyo nafasi niliwahi kuitoa wapi? Zaidi ya miaka ya nyuma, labda niende Soundcrafter kule Temeke, ndo naweza kuwakuta hapo, kwa sababu marehemu Maktubi Simba alikuwa producer pale na tulikuwa naye wateule. Labda uende kwa Boni ndo unaweza ukawapata hao. Kitu ambacho nime experience ni upendo, umoja na ari. Kwa nini? Kwa sababu kwanza watu wamefika kwa wakati, alafu kila mtu anajua nini anakuja kufanya. Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. Unapokuwa umeshakaa kwenye sanaa kwa muda mrefu, alafu tunazungumzia miaka 30, ni muda mrefu. Kwa hiyo unavyotuona hapa, wengine tulikuwa tunaonana kwenye mitandao. Kuna wengine nadhani kwa muda mrefu sana wameonana tarehe 10 pale Mlimani City, lakini leo tumeonana tena. Lakini kitu ambacho unachokiona, hutasikia watu wanagombana, hutasikia watu wamejibishana vibaya. Hiyo inakuonyesha kwamba kila mtu amekuwa.
Kwa hiyo hii show ni ya kikubwa, kila msanii unayemwangalia anajua nini anafanya. Inawezekana waandaaji hawapongezwi au hawapewi nafasi ambao watakuwa kukaa kwa namna. Baada ya show tarehe 10 Mlimani City pale, tumeona wasanii wengi wa Bongo Flava ambao labda mlikuwa mkidharaulika au mlikuwa mkisahaulika au mlikuwa mkidogoshwa kupata show nyingi sana na watu wengi. Sasa hivi tunaona kwenye mitandao ya kijamii wakijisnapu, wakipiga mangoma ya zamani na yameiva. Wewe hili unaliona kwenye engo gani kuelekea show hii ya tarehe 8? Kwanza waandaaji niweze kusema tu ni kwamba wana 100% na zaidi. Kwa nini? Ndio maana maandalizi yote yanakwenda sawa. Unajua tuko almost watu 52. Inawezekana ikawa ni 52 wasanii, lakini bado kuna waandishi wa habari, kuna wadau wengine, lakini jahazi linakwenda. Ukiona hivyo ujue ndani ya hili viongozi wanaosimamia miaka 30 ya Bongo Flava wamekuwa, yani wameiva. Wako vizuri, wanatazama namna watu wanavyosafiri, wanatazama sisi tunakulaje, wanatazama tunalalaje. Yani hakuna msanii ambaye unamsikia anasumbuka. Kwa hiyo uongozi unaosimamia miaka 30 ya Bongo Flava, big up. Wameweka thamani ya kutosha katika kila kitu. Namna tunavyosafiri, tunavyolala, tunavyokula. Yani imekuwa kwenye standard ambayo kiukweli hadhi yetu sisi wasanii, especially wakongwe, imesimama 100%. Solid Ground Family. Hii ndani ya Bushi Party. Solid Ground Family. Hii ndani ya Bushi Party. Bana, Solid Ground Family kama kawaida tulifanya maajabu sana pale Mlimani City, na hapa Mwanza tunasema tunafanya mara 2 hapo. Kwa hiyo watu waje kwa wingi sana waje kuangalia, na tuna historia sana Mwanza. Matamasha mengi yaliyopita tumefanya vizuri na watu waliona. Na tuliona style yenu Solid Ground Family mkiwa on stage, mkiwa kwenye sare za pamoja, lakini uwezo kwenye ngoma zenu, jinsi ambavyo mna seti nyinyi na mnawaseti mashabiki zenu. Mna siri gani ambayo watu hawafahamu kuelekea show hii ya Mwanza tofauti na Mlimani City? Kwanza kuelekea miaka 30 ya Bongo Flava ni moja ya kundi ambalo limekaa muda mrefu, watu 4 wakiwa pamoja, na ndio maana hicho unachokizungumzia kinatokea. Kila kitu kimejiseti. Neno moja kuelekea show ya Mwanza. Bana, waje kwa wingi, waje kuona show ya hatari. Mbuzi yuko ndani ya stage. Cheleko. Ndelemo. Vifijo na mayowe. Na mayo nasema njoo ujirushe, njoo ujirushe. Usingoje simuliwe. Kwani leo ndo leo wasena mwana bebe jiwe.